nami, akazungumza pamoja nami. Najua ya kwamba siku ya leo, I'm very sure things are going to be different in Jesus name. Hallelujah. Na dhimu yangu siku ya leo, it is about pain. Ambie jirani yako pain. Mwambie pain, uchungu. Na wakati nilipokuwa nikiangalia tafsiri ya pain, ilikuwa inasema ya kwamba it is an uncomfortable feeling that tells you something may be wrong. Ati ya kwamba ni hali ambayo haikupatii starehe, ambayo inakuonyesha ya kwamba mambo hayaenendi vyema. Bwana apewe sifa. Na nataka tukaweze kwenda katika kitabu cha Yakobo, in the book of James chapter 1 verse 2 to 4. In the book of James chapter 1 verse 2 to 4. Kuna mambo kadhaa tutaweza kuiangalia pale na itakuwa ya baraka. Mzee ukifika pale unaweza tusomea James chapter 1 verse 2 to verse 4. James chapter 1. Kitabu ni cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 2 hadi wa 4. Biblia inasema hivi: ndugu zangu, muwe na furaha mnapopatwa na majaribu mbalimbali, kwani mwajua kwamba imani yenu ikisha stahimili itawapatieni uvumilivu. Muwe na hakika kwamba uvumilivu wenu utawategemeza mpaka mwisho, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa chochote. Amen. Bwana apewe sifa. Kulingana na maana ambapo tumesoma, tunakuja kupata ya kwamba pain ama uchungu huwa una sababu kwa maisha ya kila mmoja. Bwana apewe sifa. Na najua ya kwamba ni topic ambayo sio rahisi sana, especially wakati tunapozungumzia uchungu. Na uchungu huu nataka uelewe ya kwamba there are times unaweza kutana na uchungu katika maeneo tofauti tofauti. There are times unaweza kuwa umeajiriwa mahali kazi na upate ya kwamba umekuwa mistreated. Wakati mwingine unajiuliza kama kesho nitaamka niingie katika ile kazi tena. Lakini unapata ya kwamba that pain kila wakati iko katika moyo wako. Na unajipata siku hii nyingine umeamka na umeingia katika ile kazi. Wakati mwingine inakuwa labda ni uchungu ulio katika jamii. Unapata ya kwamba kuna mambo magumu ambayo umeyapitia. Mambo mengine yenye unashindwa kama utaendelea ama utaachana nayo. Na so unapata katika moyo wako unasononeka. Ni kwa sababu ya uchungu ulio katika moyo. Wakati mwingine inakuwa ni mahusiano. Maybe umekuwa katika ile hali ambayo ni ya kuwa proposed, lakini kafika wakati ile jambo likakaa ni kana kwamba limeingia katika shida, na ikawa ni kana kwamba umeachwa kama sasa hauna msaada wowote. Na so unapata ya kwamba katika moyo wako kuna uchungu mwingi sana, na unashindwa mimi ninaweza nikafanya namna gani. Wakati mwingine inaweza kuwa ni uchungu katika maeneo ya kibiashara. Labda kuna biashara ambayo umeianzisha, na kila wakati unapoangalia the graph of the business unapata ya kwamba the arrow inakuonyesha inaenda chini. Hakuna faida unaitengeneza mahala pale. Na so changamoto zinakuwa nyingi sana katika ile biashara. Hata zile pesa zenye unalipa hata ile nyumba, unapata ya kwamba inakugharimu unarudi katika mfuko. Kila wakati unajaribu kupump ile biashara ikaweze kuinuka tena. Lakini unapata ya kwamba usiku na mchana kuna uchungu mwingi uko katika moyo wako. Unapata ya kwamba kuna mambo yamekukera hapa na pale. Wengine unapata ya kwamba labda ni uchungu katika jamii. Unapata watoto wenye Bwana amekupea, wakati mwingine wanakuwa ni kana kwamba ni mtihani. Na unajiuliza, na je, mimi nitatokea katika upande upi? Ni kwa sababu nikiangalia pande zozote zile, ninapata ya kwamba ni kana kwamba kuna uchungu ambao umenizingira. Nikiangalia labda wakati mwingine ni katika jamii ambazo tumeitanishwa nazo. Wakati mwingine unapata ya kwamba things are not fair in the family. Kwa kumaanisha ya kwamba hata wale wenye mlizaliwa pamoja na wao, wakati mwingine wanataka kukutoa katika position yako, diposa hata wamiliki kile ambacho na wewe uliachiwa. Ni kwa sababu the life imeanza kuwa unfair to you. And so what is happening in your life, it is pain after pain. Na kwa hivyo hauna mahala ambapo unaweza ukatua. Lakini kitu kimoja nataka ukielewe ni ya kwamba there is purpose of pain in the life of human. Bwana apewe sifa. Kuna kusudi ya uchungu katika maisha ya mwanadamu yoyote. Bwana apewe sifa. Na so kutokana na maana ambapo tumesoma, jambo la kwanza ni je, kusudi ya kwanza ni nini kuhusiana na mambo ambayo tunayoyapitia. Jambo la kwanza unafaa kudiscover ni ya kwamba pain
pain makes you discover your own strength. Pain makes you discover your own strength. Bwana apewe sifa. Na anasema ya kwamba pain is an opportunity not for God to see how strong you are, but for you to see how strong you are. Ama uchungu ni nafasi inayokufanya, haifanyi Mungu aweze kujua vile ulivyo na nguvu, lakini uchungu ni ile hali inayokufanya wewe ujue vile ulivyo na nguvu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na so unapata ya kwamba tunakuwa exposed katika situations, wakati mwingine zinakaa kana kwamba zinaweza zikatumeza, lakini tukiwa mahala pale, the purpose of God in that situation ni ya kwamba wewe mwenyewe ufike mahali pa kujidiscover who you are in Christ. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na so what we need to do, wakati wowote uko katika situations ambazo ni za pain, ni lazima utaki kujiuliza, why am I in this position? Mbona niko katika mazingira haya? Mbona Bwana akaruhusu niingie katika uchungu huu? Uchungu ule ni wewe ukaweza kudiscover how strong you are. Bwana apewe sifa. Sijui kama ushaifika katika situation unapata ya kwamba shetani ameingilia kati na ameingia kama gharika. Na wakati ule hata unajaribu kupiga namba ya mchungaji hapatikani. Wakati ule unatafuta namba ya mzee hapatikani. Unatafuta namba ya wale wenye unaowajua hawapatikani. Lakini the only thing sasa chenye kimebaki, it is between you and God. And so now you need to exercise the power that God has given you. Diposa wewe mwenyewe ujijue wewe ni nani. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Si kuna wakati mwingine unapata ya kwamba hata watoto wenyewe wamekuwa wagonjwa. Halo? Na ukitafuta mtu wa kupigia unapata ya kwamba labda ni mteja ama simu inakuambia ako busy. Hallelujah. And during that time, wakati ule unapo step up, wakati wewe unapoinuka na unashika yule mtoto na unamuombea, unapata ya kwamba amerecover, ni kwa sababu that situation ilikuwa imekuja kukuonyesha ya kwamba hauko vile unavyofikiria, uko vile ambavyo Mungu anavyofikiria. Because most of the times we don't know who we are. Bwana apewe sifa. Wakati ni mwingi hatujuangi sisi ni akina nani. We only discover who we are after the situation imetendeka. Hello. Do you know hata sasa hivi kukafanyika tu jambo. Kufanyika tu jambo hapa na labda tuwe tuko hapa nje. Na iwe ya kwamba sasa mahali pa kupotelea huwezi ingia ndani kwa sababu ukiingia ndani unaweza kushambuliwa. Do you know kuna watu huwa wanaruka hata ukuta mkubwa zaidi wenye huko size hii. Huko na shida. Bwana apewe sifa. Ile strength kutoka wapi? Within. Bwana apewe sifa. Kuna potential yenye iko ndani yako. And that potential ndiposa ikaweze kufanya kazi. Wakati mwingine ni lazima uwe subjected in a certain pain. Bwana apewe sifa. Na so when pain is there, ina activate that power that is in you. Inakufanya na kupatia nguvu ya kuweza kuvuka ile ngambo nyingine. Na wakati ni mwingi ambao Bwana huwa ana allow those pains to happen, ndiposa ujijue wewe ni nani na ndiposa uweze kulandi mahali ambapo unapofaa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. And so not every pain huwa inakuwa triggered by the enemy. There are times God huwa anallow pain ndiposa mimi nijue mimi ni nani. Hallelujah. Bwana apewe sifa. There are times hata utajipata, and maybe I'm prophesying to you today, maybe utajipata umeenda katika environment and it is very very important to work for your salvation. Know who you are in Christ. Because kuna mahali ambapo utajipata the only person mwenye ameokoka mahala pale na watu wote wanajua ameokoka ni wewe tu. Wale wengine watu wanasema ya kwamba David ameokoka. Na kwa hivyo kuna situation yenye imetendeka mahala pale. Maybe kuna mtu ambaye amegonjeka na hata hakuna njia ya kupeleka hospitalini. So what we need ni wewe sasa utumie mamlaka yenye uko nayo ndipo sasa mtoto aweze kurecover. And God is going to put you in that situation. In Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. Hello. Hallelujah. Amen. Because he is God. Ata make sure ya kwamba ni lazima what is in you ni lazima ikaweze kufanya kazi. Because hata Mungu wetu hapendi dormancy. Ile hali ya kwamba tu mambo yamekaa tu hivi. People who don't know who they are. Watu wenye hawajielewi wao ni akina nani. Siku ya leo nikiambiwa ya kwamba tuendelee kulipa bill za stima zenye haziko, hata mimi mwenyewe nitachoka. Bwana apewe sifa. Siwezi kubali kulipa stima yenye haipatikani. Lakini
wakati tunapolipa stima, nikija kuwasha ninapata kwamba kuna stima. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo. Ni kwa sababu kuna potential ambayo ameweka ndani yako. That potential anataka ikaweze kukorogwa na pain, diposa ukaland in the position yenye anataka ukaweze kuwa. Bwana apewe sifa. Hallelujah. And so pain makes you discover your own strength. Pain is the only way to truly discover how strong you are. And in Christ you are much stronger than you think. Ati ya kwamba uchungu ndio tu njia inayotufanya tukaweze kuelewa vile tulivyo na uweza. Naye Kristo, tukiwa na Kristo ndani yetu, tunaweza kuliko vile ambavyo tunavyofikiria. Si Biblia inasema ya kwamba I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Bwana apewe sifa. Ninaweza nikayafanya mambo yote kupitia Kristo ambaye anayenitia nguvu. Bwana apewe sifa. So you are not just a powerless vessel. Wewe ni vessel iliyo na uweza, lakini ni lazima kwanza ujue ndiposa ile nguvu ikaweze kufanya kazi. Bwana apewe sifa. Acha nikupatie example. Niite mzee Nicholas hapa, nimwambia kwamba niko nataka unibebee hii kitu, unipelekee pale. Hata kuwa na shida. Kwa sababu najua ya kwamba hii kitu anaweza akabeba. Nikiita Jose anibebee, the same thing anipelekee pale, kwanza ataniangalia. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu uweza wake haujafika mahala pa kuinua hiki chombo. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Lakini nilikuwa amefika mahala pale anaweza akainua na akaipeleka wapi? So, nataka kumaanisha nini? Ni lazima ujue your capabilities. Bwana apewe sifa. Ni lazima ujue yale mambo unaweza ukayafanya. Na shetani hana biashara na mtu kuja kanisani ama kutokuja kanisani. Shetani chenye anapigananga nacho ni wewe mwenyewe usijijue wewe ni nani. Unapoangalia kitabu cha Danieli, tuna watu ambao walikuwa ni Shadrach, Meshach na Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego walibadilishwa majina, their identity. Bwana apewe sifa. Because the purpose of the enemy, it is to make sure that he changes your identity. Usijijue wewe ni nani. Bwana apewe sifa. Because if you don't know who you are, hauwezi ukafanya kile kitu ambacho unafaa kukifanya. Kama David ana responsibility, ana jukumu. Kama siku ya leo David hatajua yeye ni David, ukimuita Kamau anasema David Joroge David That means David tukimngojea pale aende kuongoza sifa, ni David mwenye hajijui hata aenda kwa sababu ya juu ya kwamba yeye ni Daudi mwenye ameitwa na ana kipawa cha sifa. Bwana apewe sifa. And so we need to know the capability that is within us. Ni lazima tujue uweza ulio ndani yetu. Na jambo la pili, ni lazima tujue ya kwamba pain expands your endurance. Pain expands your endurance. Na wakati unajua ya kwamba when you are tested through the fires of pain, what follows on the other side is perseverance and endurance. Ati ya kwamba wakati unapopitishiwa katika moto, ule moto ambao ni wa uchungu, katika ngambo ile nyingine chenye huwa kinazaliwa ni uvumilivu na kustahimili. Bwana apewe sifa. Na wakati unaposema ya kwamba pain huwa ina expand our endurance, inamaanisha ya kwamba wakati unapoangalia wale watu wenye ukimbia, kwa Kiswahili sio wakimbizi, wakimbizi ni refugees, ndio? Sio makofi kwa kujaribu hiyo. Haleluya. Ningewaita wakimbizi, mungeenda mkisema, msikia pastor alisema ati watu wa kukimbia wanaitwa. Bwana apewe sifa. Na sio hawa watu wenye ni wa kukimbia, siku ya leo hauwezi amka tu na useme ya kwamba ninataka tukaende kung'eng'ana na wale watu wenye huwa wanakimbia kule ng'ambo na nimejitolea na mimi nahakikisha ya kwamba nitakuwa number 1. Ukweli wa mambo, wacha number 1. Hata namba ya mwisho utakuwa, kwa sababu watakuzunguka raundi kadhaa. Bwana apewe sifa. Itakaa ni kama tu ulikuwa umesimama. Ni kwa sababu ndiposa ukaweza kuexpand. Ndiposa ukaweza kuexpand, ni lazima uwe umefanya mazoezi. Kila wakati lazima ufanye mazoezi. Uamke asubuhi, kila wakati unakimbia, kama ni kilomita 1, siku nyingine unajaribu kuongezea nusu, nyingine unaongezea 2, pole tu. Unapata ya kwamba umeweza kuexpand your endurance. That means wakati unapokimbia hautahisi ni kana kwamba damu sasa inanuka. Sikushakimbia ukasikia kama kuna damu sasa inanuka. Nasikia kama sasa unaweza bomoka, nikubomoka ama nikuraruka. Haleluya. Bwana apewe sifa.
Sijui kama ushaikuwa katika that experience. Ukaamua ya kwamba nitaamka siku ya kesho na nikimbie venye wengine ukimbia. Wakati mwingine kama hujazoea, kwanza unasikia kujikuna. Sijui kama unasikia nini. Ama ni pastor peke yake. Alafu kisha kimbia unasikia ni kana kwamba sasa damu ni kama inataka kutoka. Ni kwa sababu hujazoea. Na wakati mwingine unasikia kwamba unaweza ukaanguka chini. Unaona dunia ni kama imeanza kuzunguka. Ni kwa sababu haujazoea. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na hivyo ndivyo ilivyo na wale watu ambao ni wakulima. Siku ya leo ukitaka kujua mtu mwenye sio mkulima ama alilima miaka fulani na akaacha, mpatie jembe, aingie kwa shamba. The first 10 minutes. Achape ya kwanza, ya pili, ya tatu, anaona ni kama sasa shamba imeanza kuzunguka. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu hana ule uzoefu. Na kwa hivyo ndiposa tukaweza kuexpand. Ni lazima sisi wenyewe to make sure ya kwamba tunafanya mazoezi kila wakati. Bwana apewe sifa. Because pain expands your endurance. Kuna pain wakati unapofanya yale mazoezi. Kuna pain wakati unapoamka mapema. Kuna pain wakati unapochapwa na ile baridi. Lakini ndiposa ukaweza kupanua maeneo yako. Ni lazima ukaweza kustahimili maana pale. Ati ya kwamba hata wakati watu watakapokuwa wakikimbia, vile watakuwa wanahisi au utakuwa unahisi. Na wakati unapoongea juu ya kuexpand pia, ni lazima tufike mahali tuwe katika pain to expand katika maombi. Because there are so many people who are prayerless. Watu wenye hana shughuli na maombi. And I don't know how you expect God to act. I don't know how you are expecting God to come and do a miracle. Na kila wakati wewe na maombi unakuwa allergic. Bwana apewe sifa. Wewe na maombi huwa hampatani. How do you expect wewe mwenyewe kupanuka? Ati hapa chakula kushukuru. Unakumbuka wakati sahani iko empty. Bwana apewe sifa. Do you know kuna wengi sana maisha yao ambao ni ya maombi, kabati kanasoma empty. Hello. Bwana apewe sifa. Na kuna wengine ambao wanafanya tu kama mtindo, ni kwa sababu kama kasheria. Kwa sababu sijaomba, wacha tu niombe tu dakika 2 ipite tu. Niwe tu ni kama ni mtu mdini. Bwana apewe sifa. Mtu mdini kabisa. Ana decide ya kwamba nitaomba tu niombe, hata ukumbukaji hata ulimalizaji. Hata ukiamua useme chenye uliomba jana hata uwezi ukakumbuka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Nayo hiyo inakunyima ile hali ya kuweza kupaa katika maeneo ya juu. Wale watu ambao sio waombaji ukweli wa mambo hawawezi wakapaa katika maeneo ya juu. Whether you like it or not. Na nakwambia kama mchungaji wako siku ya leo, hakuna chenye kina sustain Mkristo kama maombi. If you don't pray, the enemy will prey on you. Kama hutaomba, shetani atakuwinda kila wakati. Na unapatanga tu ndoto ambazo ni strange. Ukikimbishwa tu na nguruwe mnono. Because you don't pray. Unaotanga tu ukianguka, ukitoka kwa kitanda na uko kwa kitanda, unajishikilia kitanda. Prayerless life. Bwana apewe sifa. How do you expect God to do a miracle then? Kama hauwezi kuwa mtu ambaye ni muombaji. Hauwezi chukua dakika zako 10. Bwana apewe sifa. Hauwezi panua maeneo yako, hauwezi ukapanuka. Lakini at times God huwa ana-allow pain ndiposa tuweze kupanuka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wakati kitaumana kwa nyumba ndio utaanza sasa kuamka wakati ule. Halo. Bwana apewe sifa. Wangapi bado wananipenda? Haleluya. Ambia jirani yako ni vizuri kuwa mtu muombaji. A Christian lazima, mtu ambaye ni Mkristo lazima awe muombaji. Bwana apewe sifa. Na ndipo unapata ya kwamba if you live a prayerless life, hata zile ndoto zenye utakuwa unapata hazina connection na maandiko. Hizo ni za ngambo ile nyingine. Bwana apewe sifa. Hizo si za pande hii. Haleluya. Hata shetani hauwezi ukamtisha. Hata ukipita hapo haukupata, kuna jamaa amepita hapo ni Mkristo kama mgani? Huyo achana na huyo ni secretary kwetu. Bwana apewe sifa. Unapata hata umepewa ka position katika the other kingdom ni kwa sababu maisha yenye unaishi si ya maombi. Battery yako ya maombi inasoma empty. Bwana apewe sifa. Na hakuna kitu kibaya kama kukaa in the same house with the demons. Bwana apewe sifa. Mapepo hata yao yenyewe yanatambua. Mahali ambapo kuna moto yanatambua.
But a prayerless person, demons zitakuwa zinazunguka tu pale. Na wakati mwingine zinakuja zinakushika ngeta. Jana nilinyongwa. Ulikuwa unanyongwa mkiulizana nini? Be a prayerful person. Bwana apewe sifa. Be a prayerful person. Hello. And that is the only way. Hiyo tu ndio itakufanya wewe mwenyewe ukaweze kuexpand. You will never expand kama utaishi tu mahala pale pa kuzunguka katika position moja. Mtu mwenye sio muombaji utaproposiwa na watu hata zaidi ya 10. Halo. Nataka unielewe hii. Utaproposiwa na watu zaidi ya 10. Na hawa wote watakuacha kila mtu na mtoto. 10 people. Because hata dhamiri yako yenyewe haiko alive. Dhamiri yako yenyewe imeshakufa. Because unaishi maisha ambayo ni ya kutokuwa mtu ambaye sio muombaji. Bwana apewe sifa. Na sote ni shetani huwa na weekend katika maisha ya Mkristo ni prayers. Unapojaribu kuamka unafili ya kwamba kuna baridi leo. Wacha sitatoa mguu nje. Wacha nitaombea tu hapa kwa blanketi, hakuna mahali Mungu maombi haitafika. Toka katika comfort zone. Bwana apewe sifa. Ni lazima udevelop that culture. Ni lazima tufike mahali tu develop a culture ya kuwa watu ambao ni waombaji. Halo. Na usinijibu. Ninataka niulize hivi. Hata ni siku gani wewe mwenyewe ulidecide ya kwamba ninataka kufanya maombi ambayo ni ya kufunga? Usinijibu. Ati ukadecide ya kwamba hii siku moja mimi sitakula. Siku ni refu sana, acha niachane na siku. Nitaskip lunch. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu ninatafuta uso wa Bwana. Ati najua siku hiyo nilijaribu kufunga nisikie miguu kama zinagongana. Niliona ni kama ninaenda. Bwana apewe sifa. Si afadhali uende kuwa kwa maombi kuliko kuishi na hakuna mahali unaenda. Haleluya. Mimi sitaki kucheza na kufunga. Wewe. Niliona naweza enda haraka. Bwana apewe sifa. Ambia jirani yako lazima udevelop a culture kutafuta Bwana. Haleluya. Because wale watu unapata ya kwamba kila wakati yako glued. Yeye na sahani they are glued. Huwezi ukawaseparate. For you to separate them unless death. Bwana apewe sifa. Wale watu hawaonangi Mungu, the only thing they see is demons. Hello? Lakini wale watu unapata ya kwamba sahani sio lazima. Unapata ya kwamba anaweza akadecide ya kwamba wacha ikae. Lakini kwanza nitafute uso wa Bwana. But there are also people ambao wanadecide ya kwamba mimi nitajifunga, lakini nitafunga kulingana na menu inasema tunapika nini leo. So, menu inakuwa ni determinant factor. Kama siku ile ndio wanakaanga sasa kuku, mimi nitafunga kuanzia kesho. Haujafunga. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na so what you need to do, unafaa develop a culture. Upende Mungu kiasi ya kwamba hiyo sahani unaweza ukaiweka kando kwa sababu ya Bwana. Ni kwa sababu you are aiming to go higher. Iwe hata ni wale watu ambao tuko katika praise and worship. Isiwe ni kama desturi tu, ni kwa sababu ninajua kuimba, ninaweza simama hapa na niimbe, na nitaporomosha tu nyimbo niimbe. Ni lazima kwanza ipan inside you. You burn with a passion, ati ya kwamba even when I'm holding the microphone, what is driving me? It is the passion that I have toward Christ. Bwana apewe sifa. Na wakati unapofika mahali kama pale, what will happen? Nataka nikusaidie na hii. Wakati unapofika mahali kama pale na udecide ya kwamba sasa nafanya because of God, you will begin to stand here and sing and miracles happen. Bwana apewe sifa. So hautakuwa limited to what you can do. Watu watakuwa na receive healing wakati unapoimba hapa. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo lazima tufike mahali tuchoke na yale mambo ya ukawaida. Ni lazima tuanze kupanua hema zetu. Tutake kwenda zaidi juu. Ni kwa sababu huko tu ndio tunaweza tukasaidika. Bwana apewe sifa. Now whenever we don't take that action, God huwa analeta pain ndiposa tupanuke, because it is his desire for us to expand. Hallelujah. Amen. Bwana apewe sifa. And so tunasema ya kwamba pain expands your endurance. Ile hali ya kustahimili. Hata mambo yawe namna gani utastahimili. Bwana apewe sifa. Kuna mahali tunaenda unapata ya kwamba hakuna changamoto. Halo. Si hata katika marriages kuna changamoto. Na ni nyingi sana. Lakini nini huwa inafanyanga watu wanapasavia pale?
Bwana apewe sifa. Hata zikikuja tu, wakati zimekuja, kwa sababu ushaikutana na mambo kama yale, unajua ya kwamba yakikuja hivi tunatokeaga kwa haka kanjia. Bwana apewe sifa. And it is very interesting kwa marriage, ndio tu watu wanakuwa certificate kabla hujahitimu. Sio kama ushaijua hivyo. Ati kabla hamjaoana unaenda unaambiwa ya kwamba okay, so and so, haya hii ndio sasa hiyo cheti. Sasa madam anapewa, anaambiwa weka kwa koti. Hawajahitimu, hawajaishi pamoja, hajui marriage inakuanga namna gani. Bwana apewe sifa. Lakini chenye kitawafanya waweze kuishi katika ile marriage, tusikie kama vile mzee anasema alikuwa na anniversary ya 10 years. Watu wenye wakuzaliwa na mama mmoja wamekaa wameanza miaka 10. Hawajazaliwa na mama mmoja, because hata wenye wamezaliwa na mama mmoja si huwa wanakosana. Bwana apewe sifa. Na mwingine anahamia anaenda Kinago, mwingine anaenda Isili. Wasiwaionana. Bwana apewe sifa. Sasa hawa ni watu wenye wajazaliwa na mama mmoja, lakini kwa sababu wamefika mahali wanajua vile ambavyo mambo yao huwa wanayatatua, unapata ya kwamba hata mambo yakikuja hayatawameza, lakini watabaki wakuwa wamesimama. Bwana apewe sifa. So hiyo pain inatufanya sisi tukaweze kuendua, tuna expand maeneo yetu ya endurance. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Even when others are closing their businesses, yako ufungi, ni kwa sababu wewe mwenyewe unajua ya kwamba kuna high season na kuna low seasons. Bwana apewe sifa. Na so unakaa pale unajua ya kwamba mimi nitaendelea na hii biashara. Siku ya leo nikiamua kuuza managu Gasharage na niweke kwa gunia, kwa kiondoo, niweke hapa, nizunguke nazo, wakose kununua, nirudi nazo nyumbani, nivunjike moyo niseme ya kwamba watu wa Gasharage hawakulangi managu. Mimi si mfanya biashara. Bwana apewe sifa. Ni lazima nizunguke nazo hiyo siku, wanunue ama wakose. Siku ya pili nizunguke, ya tatu moja akuje anunue moja, ya nne zianze kununuliwa. Ni kwa sababu lazima kwanza waone. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Everything huwa inatestiwa na time. Everything. Bwana apewe sifa. Hata ukienda wale wanafanya biashara pale kwa junction, waulize ya kwamba na je, hii biashara yenu imesimama namna gani? Atakwambia siku za kwanza hakuna mteja alikuwa anakuja. Bwana apewe sifa. Kuna wakati tumekula sukari, tumekunywa sukari sana hapa kwa sababu inunuliwi. Kuna wakati tulinunua keki na tukazikula. Kama kuna hadithi nilikuwa napea mzee, that was me. Unajua mimi nataka kupeana sana mfano na mimi. Mimi pastor wenu siku moja, kuna wakati maisha yalienda yakawa magumu. Na nikaamua ya kwamba sasa tutaenda Rongai na jamaa mwingine. Na wakati tulienda kule tukaenda tukapika ngumu. Unaona ngumu? Sasa tulikuwa tunauzanga ngumu, tunazitengeneza, tunazunguka kule Rongai mahali kunaitwa Kwale. Sasa tukizungusha hawanunui. Sasa unajua wasiponunua hawezi nunua unga, si ni kweli? Na sasa kule hakuna mama, hakuna baba, si ni wewe tu uko kule. So what happened? Tukaendelea. Tukaona wacha tubadilishe mbinu. Tuwe tunaandika ka scripture kwa hizi ngumu. Unaandika ka scripture, unaweka ka karatasi pale, ati mtu akinunua kwanza anasoma ka message. Hiyo ni roho ya uchungaji ilikuwa inatusumbua sisi kitu kingine. Ni kwa sababu hata tuangaliangi zimeandikwa nini. Si tunaangalianga tu expiry date. Bwana apewe sifa. Na so maisha yakawa pale yakawa magumu. Yakawa magumu. Sasa tukaambiana, tulikuwa na makarai za kupika, tulikuwa tumefanya hizo shughuli zote, na so tumezunguka kule, unaenda kwa duka hadi unafika mahali unachoka. Wale unamwambia tunauza ngumu na hizi ni fresh. Anaziangalia hivi anakuambia, fanyeni hivi, sisi hatuuzangi ngumu huku. So maisha yetu yakawa magumu. Bwana apewe sifa. Lakini I'm very sure kama tungeendelea kama sasa yako kalikuwa kalaini ketu, tungefanikiwa. Hallelujah. Because hakuna biashara huwa inapanda siku moja ama wiki moja. Si ni kweli? Si unapata it's just a matter of time. Kwa hivyo lazima uvumilie pale. Una feel that heat. Wakati mwingine unashindwa, nitaifunga, nitauza hizi makarai. Wakati mwingine ukishikwa na hasira utauza. Bwana apewe sifa. Na mwingine atafanya the same biashara na itafanya nini? Itapaa. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo nataka kukuambia nini? Ni lazima ufike mahali wewe mwenyewe. Expand, ndipo expand, lazima ukaweze kuendure. Lazima uvumilie. Hakuna mambo yatapatikana rahisi pasipo kuvumilia. Jambo lingine unafaa kuelewa ni ya kwamba there is no easy way to build up endurance. You simply have to endure something.
Hakuna njia yoyote ambayo unaweza ukakwepa kuvumilia. Lazima uvumilie kitu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mimi huwa nakwaza watu labda nyumbani, na mimi huwa nakwaza, si ni kweli? Sasa mimi ikiwa ya kwamba mimi sitastahimili upande ule mwingine, hata mimi mwenyewe nitakuwa kustahimiliwa. Bwana apewe sifa. So diposa ukaweza kubuild those strong shock absorbers za kiroho, ati unaweza ukastahimili jambo, ni lazima umake sure ya kwamba tule tudogo twenye tunaonekana, jaribu kustahimili. Hata yule boss mwenye anaonekana ni mbaya sana, hakuelewi, na inakaa wakati mwingine una decide ni kana kwamba hata kesho utaingia ile kazi, stahimili. Bwana apewe sifa. Kwa sababu katika kule kustahimili, there are lessons ambazo tunajifundisha. Kuna mambo tunalearn mahala pale. Na wakati mwingi mambo hayataenda vile tunataka. Wakati mwingine yanaenda vile yanafaa kwenda, ndiposa tukaweze kulana. Bwana apewe sifa. Ndiposa tukaweze kujifundisha jambo. Jambo la tatu ni ya kwamba pain matures you. Pain matures you. Ama ile hali ya uchungu inafanya mtu akaweze kukomaa. When perseverance finishes its work, you are mature. And maturity helps you to see the world differently. Unapata ya kwamba hii nayo wakati tumefika mahali pa kumachua ama kukomaa, huwa inatusaidia kuweza kuona ulimwengu katika jicho tofauti. Bwana apewe sifa. Wakati mtu amekomaa, nikichukua Mark saizi nimulete hapa, huyo Mark wangu tu nimulete hapa. Mark, mtazamo wake wa mambo ya maisha ni tofauti na vile ambavyo mimi naona maisha. Ni kwa sababu yeye bado hajakomaa, bado ako pale chini. Bwana apewe sifa. Na ndiposa na sisi tukaweze kukomaa, ni lazima tukubali ile pain. Pain inatufanya tukaweze kukomaa. Bwana apewe sifa. Inatusaidia katika ukomavu. Ni kwa sababu siku ya leo nikiwa vile ambavyo nilivyo, kuna mambo ambayo labda nishawahi fanyiwa na siku ya leo nikawa mwerevu. So kale kanjia kenye nilipitianga wakati ule, siku ya leo siwezi nikakapita. Kwa sababu kuna lessons ambazo mimi nililana. Bwana apewe sifa. Na so kila mmoja wetu tunapata ya kwamba at times ndiposa tukaweze kuunderstand, tukaweze kuelewa, ni lazima tupitie katika kipindi ambacho ni cha uchungu, na ule uchungu unatufanya tuweze kulearn kitu. But there are still people who don't learn even after going through pain. Bwana apewe sifa. Kuna watu hawajifundishi jambo lolote hata baada ya kupitia uchungu. Lakini niombe na shauku la moyo wangu ati ya kwamba in every pain that you encounter, itakuwa na a lesson yenye haitakuponyoka wewe. You will learn something. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Siku ya leo Mark akipita hapa na awe na toi yeneng'anywe, siku ya kesho haimaanishi ya kwamba hatapita hapa. Halo. Mimi siku ya leo nikipita hapa ninyang'anywe, wanipore. Siku ya kesho nafikiri nitapita nje, nitatafuta njia nyingine. Na mtu akiniambia nipite hizi nitamkumbusha, unajua mimi nishaipita hapo nikaperembo. Bwana apewe sifa. And so because mimi ninaona ulimwengu ama maisha in a different perspective, yeye anaona tofauti. Na kwa hivyo hii pain inatusaidia tukaweze kumachua. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Every pain that you have gone through inakusaidia katika kuweza kumachua. Jambo la nne ni ya kwamba pain teaches you what pleasure never could. Ama uchungu unakufundisha kile ambacho anasa haingeweza kukufundisha. Bwana apewe sifa. Uchungu unakufundisha yale mambo ambayo anasa haiwezi kukufundisha. Siku ya leo ukichukua watu wawili, chukue watu wawili wenye wako katika chuo kikuu. Wa kwanza, yeye mwenyewe alipitia maisha ambayo ni magumu sana. Na so ndiposa waweze kula chakula alikuwa na hustle. Ni lazima angeweza kuhustle ndiposa aweze kuweka mkate kwa meza. Yule mwingine aliweza kupitia maisha ambayo kila kitu ilikuwa supplied to him or her. Bwana apewe sifa. Kila kitu ilikuwa katika his disposal. Hawa watu wawili ni mgani baada ya kumaliza shule anaweza kabiliana na maisha na changamoto za maisha sawa sawa? Bwana apewe sifa. Ni mwenye alifanya nini? Mwenye alihustle. Bwana apewe sifa. And so whenever pain inakuwa inflicted in us, huwa inatusaidia kuweza pain teaches you what pleasure never could. Pain
inakufundisha lessons ambazo anasa haiwezi kukufundisha. Because mtu mwenye ako katika utele, si unajua tu hata kuziachilia ni utele tu, si zinakuja tu. So unapata ya kwamba kuna wastage. Yule mtu mwenye alipitia katika hardship, hata zikikuja unapata ya kwamba that person is so wise enough ati ya kwamba kuna mikakati ambayo ameweka in place. Bwana apewe sifa. Hallelujah. And so pain, sio kila wakati pain inakuwa an enemy. Pain wakati mwingine inakuwa a friend to us, ni kwa sababu inatusaidia kuweza kujua those loopholes. Bwana apewe sifa. Jambo lingine unafaa kujua ni ya kwamba pain gives you what pleasure never could. Uchungu unakupatia kile ambacho anasa haiwezi kukupea. Uchungu unakupea kile ambacho anasa haiwezi kukupea. Na unafaa uelewe ya kwamba without pain you would easily forget your need for God. Without pain utasahau umuhimu wa Mungu katika maisha yako. Na wakati tunaposoma katika Deuteronomy, Biblia inasema ya kwamba na mtakapo mifugo wenu watakapoongezeka. I think it's chapter 8. Mifugo wenu watakapoongezeka, wakati utakapokuwa ya kwamba hauna shida, ujihadhari sana, ni kwa sababu wakati ule wa utele ndio watu usahau Mungu. Watu hawasahau Mungu wakati wa uhaba. Kulingana na Deuteronomy, watu wanamsahau Mungu katika wakati wa utele. Na so wakati ule unapata ya kwamba nayo pain, wakati pain imekuja, inakupatia kile ambacho anasa haiwezi kukupea. There are things that you only get through pain, not pleasure. Bwana apewe sifa. Sijui kama ushaienda mahali na ukawa mistreated sana, na ukatoka pale na bidii sana nyingi sana, ukafeel a lot of energy in you, na ukasema ya kwamba ninataka kuapprove wrong, ati ya kwamba vile wanavyofikiria sio vile nilivyo, na nitajikakamua tukutane katika daraja la same, ati ya kwamba akiwa upande huu akiwa juu na mimi niko pande hii niko juu. Unapata ya kwamba umeanza kuactivate. So pain ina trigger that energy that is in you to do something. Bwana apewe sifa. And so pain becomes a friend. Hallelujah. Na kwa hivyo lazima tujue ya kwamba whenever tuko katika challenges kama zile, ni lazima tujue ya kwamba we are learning and we need to do something. Bwana apewe sifa. Hello. Bwana apewe sifa. Na jambo lingine lazima ujue ya kwamba without pain you would neglect your need for saving and salvation. Pasipo uchungu hautaona haja ya ile kuokoka na kuokolewa. Kuokoka na kuokolewa pasipo uchungu. Si ndiposa mimi na wewe tuokoke. Labda wacha nisiseme wewe kwa sababu unajua tuliokoka for different reasons. Bwana apewe sifa. Wacha niseme mimi. Mimi ndiposa nifike mahali niokoke. Niliokoka kwa sababu ya kuchoshwa na mizigo za dhambi. That was the reason. Hizo ndizo zilinichokesha. Bwana apewe sifa. And so nika feel pain kila wakati kubebanga mizigo za dhambi. Kila wakati unang'ang'ana na mizigo za dhambi. Bwana apewe sifa. Na sasa tunaambiwa hapa ya kwamba nayo hiyo pain, without that pain you will neglect your need for saving and salvation. So chenye kinafanya hiyo salvation yako ikaweza kuwa na maana ni kwa sababu ya uchungu ule ulioupitia. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na ndiposa hii salvation ikaweza kukubenefit, ni lazima uiprotect at whichever cost. Ni kwa sababu haungelitaka kurudi mahali ambapo ulikuwa. Bwana apewe sifa. Ama tulikuwa wazuri. Tulikuwa wazuri kweli. Acha nikwambie kama pastor wewe, mimi sikuanga mzuri. Kama unaonanga pastor mzuri, mimi sikuanga mzuri. Na sikufanyika mchungaji kwa sababu nilikuwa mzuri. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo nikikwambia ya kwamba nilikuwa mzuri nitakuwa nakudanganya. Na wewe ukiniambia ya kwamba unajua Mungu aliniokoa kwa sababu nilikuwa nampendanga sana. Mimi hizi mambo watu wanaongeanga kuhusu mimi sikuanga nazo. Mimi nazisikianga siku hizi. Wewe utakuwa unatudanganya. Bwana apewe sifa. Haleluya. Tuliokolewa ni kwa sababu tulitolewa katika vitu tofauti tofauti. Bwana apewe sifa. Labda sikuwa mlevi lakini nilikuwa na ulevi wangu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na so pain, without pain you will neglect your need for saving and salvation. Pain heightens your sense and gives you a greater awareness of the more important thing in life. Yaani unapata ya kwamba nayo ile pain inainuanga zile senses zako, zile hisia zako, na unaanza kuyaona, unaanza kuwa aware
na juu ya mambo ambayo ni muhimu katika maisha. Na mambo ambayo ni muhimu katika maisha ni jambo la kwanza ni love. Love is very precious. Love is very important. Na number 2, God. God is very precious. Number 3 ni family. And number 4 ni hope. Bwana apewe sifa. Hizo vitu zote ni muhimu sana. Na nataka ukaweze kujichukua ujiweke katika environment yenye hakuna mtu anakupenda. Si utaogopa kucommit suicide. Bwana apewe sifa. Sasa for example nikutane na mzee Nicole nimwambie Mungu ni material, hii material yako si angeumba kitu kingine. Akutane na mtu wa pili, amwambie the same thing. Akutane na mtu wa tatu na apate ya kwamba watu wetu wanamuavoid. Atafikiria kufanya nini? Kucommit suicide. Ni kwa sababu love is very very powerful. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Amen. Jambo lingine tunafaa tujue ni ya kwamba jambo la 6, pain is the price of a greater reward. Pain is the price of a greater reward. Ati ya kwamba uchungu ndio dhamana ya reward ni tuzo. Ni tuzo. Okay. Uchungu ndio gharama ya tuzo lililokuu. Bwana apewe sifa. Uchungu ndio gharama ya tuzo lililokuu. Hallelujah. The pain of practice, injuries and grade of season is all worth when a team holds up that championship trophy. Unapata ya kwamba wakati hao watu wanapofanya mazoezi, wakati ule mwingine unapata ya kwamba amepata injuries. Wakati mwingine ameumia katika zile mazoezi. Ameamka asubuhi anafanya mazoezi, wakati mwingine ameumizwa, wakati mwingine amechapwa hata na ile baridi. Lakini ule uchungu wote huwa anausahau wakati wameshinda kile kikombe. Bwana apewe sifa. Ule uchungu unafika mahali anausahau. Na sio nataka kusema nini? Katika maisha tunayoyaishi, ingawaje amezungukwa na uchungu mwingi sana, there is an advantage of pain. Na hakuna pain yenye huwa inaletwa pasipo Bwana kuruhusu jambo lizaliwe. Bwana apewe sifa. Hallelujah. God will never allow pain without allowing something to be born. Wakati tunaposoma katika Isaiah 66 verse 9, Isaiah 66 verse 9, Biblia inasema ya kwamba shall I bring to the time of birth and not cause delivery? Ati ya kwamba nitaruhusu uchungu pasipo kuruhusu kitu kizaliwe. Bwana apewe sifa. Nikumaanisha kwamba Mungu hawezi akafanya mambo kama yale yatendeke. Na jambo lingine unafaa uelewe katika the book of 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Kuna mtu ambaye anaitwa Jabez. Na Biblia inasema ya kwamba aliitwa lile jina lilikuwa uchungu. Na akamlilia Bwana akamwambia ya kwamba aweze kumbadilishia. Na Bwana akatenda vile. Alipitia katika season ambayo ni ya uchungu sana. Lakini chenye aliyopt kufanya ni kuambia Bwana ya kwamba ninaomba ukaniondolee uchungu. Bwana apewe sifa. Na do you know pain inakuwa very painful when it is about to cease. Bwana apewe sifa. Pain. Si hata wale ambao tumepata watoto, si unapata ya kwamba kuna ile labor pain. Unafeel ya kwamba ule uchungu ni mwingi sana. Lakini wakati ule ukisha sasa pata mtoto, do you remember even that pain? Hello. Bwana apewe sifa. Do you remember that pain? Niambie tu kweli unakumbuka? Si mtu anasahau. Na ndiposa kama mimi si unaona sasa niko number 3. Hello. Ingekuwa kuna ile hali ya ati sasa kwa sababu kulikuwa na uchungu sana. Never. Ningekuwa namba. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na so pain si ati ni ya kudumu milele na milele. Pain inafanyika when something is about to be born. Na niko hapa kukuambia ya kwamba kama Bwana ameruhusu upitie katika season ya pain, vumilia hadi uzae kitu. Bwana apewe sifa. Vumilia hadi something izaliwe. Kwa sababu that is the only way you are going to make a difference. Hallelujah. Pasipo pain hakuna tofauti mtaweza kuleta. Ukiuliza hata wale wakulima, si anafanya kazi ya kulima, analima ile shamba, anang'eng'ana, na unapata ya kwamba hata wakati mwingine ukimwangalia unapata hata amekaa kwa shamba chini. Those are the costs zenye analipa.
Lakini kuna wakati sasa ile pain inaisha, wakati sasa Bwana ameachilia mvua, yeye alipanda akafanya shughuli zake, Bwana akaachilia mvua. Wakati wa kuvuna huwa tunakumbuka chenye alifanya. Bwana apewe sifa. Na niposa sasa wakituletea mahindi, wakati wanatuzia wakituambia 110, tuna bargain. Ni kwa sababu tukumbuke the cost they paid. Bwana apewe sifa. Hallelujah. But lazima tukumbuke ya kwamba kuna gharama walilipa kubwa sana. Na so whenever you go through pain, just remember ati ya kwamba lazima kitu kitazaliwa. Na niombi na shauku la moyo wangu ati ya kwamba hatutakubali kuabort that pain. Bwana apewe sifa. Amen. Hatutakubali kuavya ile mimba. Tutailea, tutavumilia. Hata wakati kimemwana namna gani, tutavumilia. Ni kwa sababu tunajua ya kwamba wakati tumemalizana na hizo hatua zote, hatutakuwa vile ambavyo tulikuwa. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Si tumekuwa katika season ambayo ya COVID. Mambo yalikuwa yamekaa kana kwamba yamesimama. Na sio Kenya tu, ulimwengu ulikani kama umesimama. Do you know wakati hiyo curfew imekuwa lifted, ujue ya kwamba hata katika ulimwengu wa kiroho kuna limitations imeondolewa. Bwana apewe sifa. Hallelujah. There are things that were very hard for you, for me and the other person. But I can assure you as a servant of God in this house, niko hapa kukutangazia kukuambia ya kwamba kuna mambo mengi sana yatakuwa na urahisi ya kuyafanya because Jesus has done it. Bwana apewe sifa. Yesu ameshayafanya. Na kwa hivyo yale mambo yenye ulikuwa unayasukuma sana, sasa hizi kutakuwa na a lot of ease. Kutakuwa na urahisi sana. Na hata wale ambao tunafanya biashara wenye ulikuwa umefikiria kufunga, usifunge. This is the time to do that business. Hallelujah. Wakati wa sasa ndio kufanya ile biashara kuliko vile ulifanya hapo awali. Wale wenye ulikuwa unatumikia Mungu na ulikuwa una feel kana kwamba unaweza give up. This is the time to serve God now. Hallelujah. This is the time to serve Him and to seek Him more. He is going to reveal to you more than you used to know Him before. Bwana apewe sifa. This season sio kale ka season watu wanafikanga mahali wanafanya vile wanataka. Saa hizi ni wakati ule unakaa karibu na Mungu. Labda hujaisikia sauti yake, but this season niko hapa kukuashia ya kwamba you will hear His voice. Bwana apewe sifa. Because hata wakati tunaposema ya kwamba sauti ya Bwana, kuna mtu anashindwa wanasikiangaje? Nyinyi pastor, kwa sababu mnasikianga, mnaambiwangaje? Inakujaanga sauti kubwa. Anaongeanga kama mwanadamu ama sauti yake inakaangaje? Ninaomba ya kwamba season hii uanze kusikia katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Because when God begins to speak to you, hata wakati uko hapa praise and worship, wakati mko hapa, huwa ana deposit hata new songs. This is how he does. Wakati umeshika microphone umeimba zile zenye tunajua unapata ya kwamba katika deposit yako God ameanza kudeposit new songs yenye haujawahi imba, yenye haujawahi sikia mahali, yenye mtunzi ni wewe. Bwana apewe sifa. Hakuna mtu mwingine. Lakini whenever he's not speaking to you, utaimba tu zile unapata ya kwamba kuna a lot of dryness. Hata wewe mwenyewe una feel inside you kuna ukavu mwingi sana. But that dryness in this season ninakutangazia kwamba imeisha katika jina la Yesu. Nimekutangazia imeisha. And so from today, mkiona praise and worship wakiimba new songs, jueni ya kwamba God has begun doing. Bwana apewe sifa. Wakati utakapoona hapa mtu ameshika microphone and the songs zimeanza kuflow, jua ya kwamba things has begun to change. Wakati utakapoona wale ambao wanahesabu katika department tofauti, mambo wameanza kubadilisha, jua ya kwamba Bwana ameanza kudeal na wao. Bwana apewe sifa. Na unajua sasa nikiwa hapa mimi natangaza ya kwamba unajua kwa Kikuyu wanasema usakili. Kiswahili tunasema nini mzee? Wewe ni mzuri sana kwa Kiswahili. Unajua ukiwa na umbwa, ukiwa unatembea na umbwa hivi na uone adui unasema shika. Hiyo umeelewa vile nimesema? Na sasa changamoto. Haya, wacha tutumie hiyo mfano sasa nimesema kwa umbwa. Sasa nilikuwa nimesimama hapa, hata mimi si nimewaambia kwa Kikuyu tunasema usakilia. Usakilia. Sasa mimi ninataka kuwasakilia roho nyinyi. Muanze kusakwa.
ati ya kwamba sasa hata vile utakuwa unafanya mambo yako utafanya under the influence of the Holy Spirit. Ninaomba ya kwamba muambukizwe. That is the word. Ninataka sasa muambukizwe katika jina la Yesu. Ati ya kwamba wakati niko ameshika keyboard hapa, wakati mwingine atakuwa katika the mood of worship, fingers are moving but his spirit is connected to Jehovah. Because wakati Bwana anaposhuka anabadilisha mambo. And I declare in this place ati ya kwamba hata watakaoingia wakiwa wagonjwa, sio lazima kama mchungaji nikuje niwawekelee mkono. Wakishaingia katika this pool, watapokea miujiza yao katika jina la Yesu. Wenye watakuwa na expect ya kwamba wanataka Bwana awabariki na Bwana awafungulie njia, sio lazima nizungumze jambo ndiposa waweze kutendewa. As from today henceforth, ninatangaza ya kwamba just to be present in the meeting itakuwa imefungua njia zao katika jina la Yesu, na hawatapitia aibu zenye wamezipitia. Na kuanzia dakika ya sasa, hata wale ambao wanasumbuka katika mawazo, wale ambao ni wagonjwa dakika ya sasa, ninatangaza kuponywa katika jina la Yesu. May you receive your healing wherever you are in the name of Jesus Christ. Situations are changing now in the name of Jesus Christ. Ninaomba tukaweze kusimama juu. Situations are changing now. The chains are breaking now in the name of Jesus Christ. May you receive that power. May you receive that power in the name of Jesus Christ. And I declare that freedom in the name of Jesus Christ. Ninatangaza ya kwamba masumbufu yamefika kikomo. Ninatangaza ya kwamba this is a new season. Begin speaking to God. Na mwambia kwamba ninakushukuru kwa majira haya. Ninajua ya kwamba my life will never ever be the same again. Nimetangaza ya kwamba frustrations hazitarejea tena. My business is going to thrive. Biashara yangu itathrive. My competitors watafika mahali na watasurrender because of what God is doing in my life. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I decree and I declare that the chains are breaking now. The chains are breaking now. There is the favor of God. There is the divine touch of God. There is the mighty freedom. In the name of Jesus Christ. We thank you, Lord. We bless you, Jehovah God, because of this new season, because of thy doings, oh God. In the name of Jesus Christ, I declare the open heaven. In the name of Jesus Christ, the blessings are flowing now. There is the flow of the blessings. In the name of Jesus Christ, the things that we could not be able to do before, I declare the ease. In the name of Jesus Christ. Roshinda na mabubuzai. Enda mbele za Bwana, lilia Bwana, mwambie Bwana na kushukuru. This is the season ambayo haikuwa hapo awali. Hii ndio majira ambayo Bwana anatenda jambo jipya. Haya ni majira ambayo kwa hakika pingu zinafunguka. Aibu ambazo umezipitia, mambo yaliyosemwa, wengine wakakukataa kwa sababu ya hali zako. Ninatangaza ya kwamba mambo yanabadilika na wataanza kukutafuta. Kuna udhamani unaongezeka ndani yako. There is a value that is being added into you. In the name of Jesus Christ. No more limitations. No more limitations. Oh, we thank you, Lord. Jesus, touch your people. Rescue your people. Set the people free. In the name of Jesus Christ. Oh, we worship you, Lord. Lord, mighty beginners from today. I declare and I declare as I servant in this house, I declare that there is a testimonies in making. We are going to hear testimonies after testimonies because of the things that you have done. In the name of Jesus Christ, that everlasting Savior, thy people are not going to be opposed anymore. They are not going to be opposed anymore. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We worship you. We bless you, Father. There is none like you, Lord. From today, haujawahi shuhudia makuu ya Bwana. Katika haya madhabahu haujawahi shuhudia makuu ambayo Bwana anaweza akafanya katika maisha yako. And I want you to begin seeing the picture.
Nataka ukaweze kuona ile picha, ukiweza kusonga katika madhabahu, ukishuhudia vile ambavyo Bwana ameweza kukuondolea aibu, ukishuhudia vile Bwana ameweza kutenda jambo jipya maishani mwako. Ni kwa sababu wakati Bwana anaposhuka huwa anashuka kwa njia ambayo ni kuu, na wakati anapobadilisha anabadilisha kwa mabadiliko makubwa. Na ninatangaza ya kwamba kuanzia siku ya leo maushuhuda yatakuwa hapa. Watu watashuhudia mambo mengi na makubwa ambayo Bwana ameweza kuwafanyia. Umepitia machungu, umepitia uchungu mwingi sana, lakini ninatangaza ya kwamba majira ya jambo kuzaliwa yamefika. Ninatangaza ya kwamba hayo majira yamefika katika jina la Yesu, na utayashuhudia, tutayasikia, na mengine tutayaona kwa macho yetu. Ni kwa sababu Bwana ameshafanya. Wana wa ufalme hawatapitia moto tena. Wana wa ufalme hawatawaibishwa tena. Wana wa ufalme hawatakuwa kukanyagiwa chini tena. This is their season to arise. This is their season to shine. In the name of Jesus Christ. Na ninatangaza hapa ni kuambia ya kwamba uliye katika biashara, anza kupanua biashara yako. Ninasikia mgurumo mkubwa sana. I can hear the great voices when God is releasing the blessings and know-how. The Lord is releasing the wisdom that you have never known before in the area of the business. That the Lord is giving you the wisdom that you have never known before. That your business is going to thrive. That business is going to thrive. That business is going to shine. That business is going to take you to places. That business is bringing you more connections that you never known before. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I release those businesses right now. In your life. In your life. In the name of Jesus Christ. There is the ideas that the Lord is releasing right now. There is the great ideas. Things that you have never dreamt about. Things that you have never fathomed. Things that you have no understanding about. But the Holy Spirit is going to teach you. The Holy Spirit is going to take you to those places. The Holy Spirit is opening the doors that you never known before. Oh Lord, we worship you. We bless you, Lord. Thank you, Almighty, for the release. Thank you because of that release. We worship you, Lord. There is none like you. Oh, we worship you. Ninataka watu wanaotaka kuanzisha biashara, hujui ni biashara inakaje, kuja hapa mbele, kuja hapa mbele. This is the opportunity you have. Kuja hapa mbele, we want to pray with you. I declare that your life will never ever be the same again. Ungekuwa umefika na hiyo shughuli tungekuwa tumemaliza. Wale wote wanataka kuanza biashara, haujui ni biashara inakuwa namna gani. You have no idea, but you have the passion to begin that business. This is your opportunity. This is your opportunity. And I want to remove people from a certain spirit of slavery. Spirit ambayo ni ya slavery. Wakati mwingine you feel comfortable when you are employed. Wakati mwingine you never see yourself being the boss of yourself. Nataka nikuambie ya kwamba mpendwa, this is the grace that you need today. Ati ya kwamba ukaweze kuwa boss over your life. Wakati wa slavery, majira ambao ni ya slavery yamefika kikomo. Na nataka uache kuwa comfortable mahala ambapo umeajiriwa. Ninataka ukaanze kuona ukiajiri wengine. Use this grace right now. You don't know about tomorrow, and this is the season that you have. Na kwa hivyo wote wanataka kuanza biashara, ninataka muinue mikono yenu juu. Wale wengine wanataka kuanza biashara, it is okay. Oh, we worship you, Lord. Everlasting Father, I release that grace of business in the name of Jesus Christ. May you release those ideas. I declare the ideas now. They begin to flow in the name of Jesus. No more limitations. That whatever is going to touch, it is going to prosper in the name of Jesus. The grace of business, I release it right now. That you are not going to be stopped in the name of Jesus. The land is going to accept you, and you are going to do the business under the influence of the Holy Spirit in the name of Jesus. The power of business, the grace of business over your life in the name of Jesus.
Thank you, Jesus. Rimashandarababozai. Shandarababozirirazanda. Jesus, 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 Jesus. Business. No more limitation. You are going to thrive. You are going to thrive. Your hands are blessed. Your hands are blessed. Whatever was that was declared against your life, that you will never arise again, from today, as a prophet in this house, I decree and I declare those words to be powerless. I scatter every meetings that they had gathered to stop and to cut your destiny. Right now, the power of the Holy Ghost, may you take control over this life. And Lord Almighty, let there be the great testimony of what you have done. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Almighty Lord. We bless you and we honor you. We glorify you. Thank you for remembering them. In Jesus' name. Endeni na mnawiri katika jina la Yesu. Thank you, Jesus. Niwe mikono juu sisi wote. Father, in the name of Jesus, I thank you today, Lord, for having removed that limitation. And I declare as from today, Jehovah God, thy people are going to walk under the open heavens. Everlasting Father, let there be manifestation. Let there be manifestation. That when they enter in this sanctuary, they are going to testify of the great things that you have done upon their lives. In the name of Jesus Christ. And they declaring that Jehovah God, maybe they have never touched millions of money, but from today, let them enter into that grace. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. I release it now upon their lives. That their lives will never ever be the same again. Thank you, Father. Thank you, Jehovah. And I declare, Jehovah, Father, in this house from today, 10,000 need in this house. They will not be going to the announcements. Mahitaji ya shilingi 10,000 hayatakuwa yanatangazwa katika kanisa hili. Baba, nimeondoa hiyo neema sasa. Nimeondoa hiyo neema katika haya madhabahu. Ninatangaza ya kwamba ufalme wa rehema kuanzia siku ya leo na kuendelea, kwa sababu umetupandisha kiwango kingine. Almighty, tunatangaza ya kwamba tutaanza kuzungumza mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Masumbufu ya kifedha yamefika kikomo sasa. Yamefika kikomo sasa katika jina la Yesu. Watu wako watembee katika ile neema. And I pray in this week, may you surprise them. I pray in this week, may you surprise them. May you surprise them, oh God. May you surprise them, Jehovah. Because I know that you are able, and I have called you before, and I have seen you doing. And even right now, I have that confidence that for sure you are doing upon their lives. In Jesus' name I pray and I believe. Amen. Now neema. Ushirika wa Mtakatifu uwe pamoja nasi sasa na hata milele. Amen. Barikiwe sana. Bwana watende mema. Tukutane siku ya Wednesday kwa